Niulize tu. Ndoa ni nini? Ndoa ni mwanaume kuwahi kurudi nyumbani. Aisee, sikukatishi utamu, lakini nimekuonjesha kwanza ili uweze kujua kwamba huu moto sio wa kawaida, moto sio wa mchezo. Sasa ili uendelee kuelewa nini ambacho kinaendelea hapo zaidi, aweze kufahamu zaidi ni kwa nini ambacho kitakachokuwa kikihappen wakati huu hapa. Cha msingi wewe endelea kutazama mwanzo mpaka mwisho. Sikiliza kwanza maelekezo haya hapa ambayo nakupatia kupitia. Hii hapa ni episode ya 71 tamthilia ya Choice. Sikia kwanza. Hello wa Tanzania, hello wa Kenya, wa Nigeria, wa South Africa, wa Congo na wote ambao mnaofuatilia tamthilia ya Choice. Sikia nikwambie, oya, sikia. Kibinafsi kweli kabisa naweza nikasema kwamba tamthilia ya Choice ni moja kati ya tamthilia ambazo zinakubalika na kupendwa na watu wengi zaidi, na wamekuwa wakitafakari na kujiuliza vitu vingi sana, ni kwa nini kwa wakati huu inakuwa inachelewa zaidi kuweza kutoka. Lakini kuna taarifa hii njema ambayo ukitazama video hii mpaka mwisho unaweza kuona ni kitu gani ambacho kimemaanishwa katika upande wa taarifa hii njema. Taarifa njema iliyopo ni kwamba kuna historia ambayo inaundwa na kutengenezwa. Hii historia ambayo inaundwa na kutengenezwa inahusisha jarada ambalo limekuwa likiweza kuwachapishia watu mbalimbali katika story mbalimbali. Sasa mwamba mmoja katika story hii na mwendelezo wa tamthilia ya Choice wameona ni bora waweze kuongezea kitu kimoja fulani hivi ambacho kitakuwa amazing zaidi, na ameweza kupostiwa King Noel katika mitandao ya kijamii ili aweze kuona, na kama ikitokea akapenda kile ambacho kimechapishwa katika mitandao ya kijamii, basi moja kwa moja atakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watakaoweza kuchagiza zaidi kuendelea kuifanya tamthilia hii hapa ya Choice kuwa nzuri na kuwa bora zaidi, kwa sababu siku zote ukubwa na ubora zaidi wa chochote kile ni inategemeana na unafanya kitu gani, na kitu ambacho kikifanya kikiwa kina nguvu ya umma, basi huo umma unatakiwa nao pia uchangie kwa namna moja, kwa fursa moja ama nyingine, kama jinsi ambavyo tunaona Noel amekuwa ni mtu ambaye anakubali maoni tofauti ambayo yanakuwa yanachapishwa katika mitandao ya kijamii, hususan ukitazama zaidi katika platform ya YouTube. Amekuwa ni mtu ambaye anazingatia zaidi ushauri na jinsi ambavyo anaweza kuboresha tamthilia yake hii hapa. Sasa katika hiki hapa ambacho kimeweza kuletwa ni kipande kifupi sana ambacho kinaeleza jinsi gani ambavyo King Noel anakuja na utofauti wa aina yake, na huu ni ushauri tu ambao wameupokea kutoka kwa wachapishaji na waandishi wa vitabu mbalimbali vya historia mbalimbali, hivyo wakawa wamemtengenezea historia mwendelezo, akiweka vitu kama hivi hapa vinaweza vikafanya tamthilia ya Choice kazidi kupendeza na ikawa nzuri au bora zaidi katika siku za usoni, kwa sababu wote ambao wanafanya vizuri kimataifa ni waliweza kupokea idea mbalimbali na kuendeleza tamthilia kuwa bora zaidi, kwa sababu unapoanzisha kitu unakuwa uko peke yako. Kuna wakati labda mnakuwa mko wawili, lakini baadaye unakuwa sio peke yako tena, wala mnakuwa sio wawili, bali mnakuwa watu wengi zaidi, ambao ili kwa lugha ya Kiingereza ambao rahisi kwa watu wengi kuweza kuielewa inakuwa timu ambayo inafanya uzalishaji wa vitu mbalimbali. Sasa hii ni historia ambayo nimekusogezea hapa, na King Noel ameweza kuipokea. Kama kutakuwa kuna tofauti ambao anaweza akaonesha utofauti wowote, basi kupitia comment anaweza akatoa maoni yake hapo. Maoni yake yatakuwa bora zaidi kusema kwamba ameweza kupokea ka story yake ambako kametengenezwa na kijana wa Kitanzania, kwa sababu ukubwa wa mtu unategemeana na unafanya kitu gani, kwa sababu uwezo ukasema kwamba unakuwa tu bila kuonesha mabadiliko yoyote yale. Kwa hiyo mabadiliko yoyote ndio yanamfanya mtu aonekane is change man God, yani ametoka katika mabadiliko fulani hivi na God ana base katika hicho ambacho kinachofanyika, unaona bwana. Kwa hiyo hiki ni kihistoria ambacho ni vyema ukasikiliza vizuri hapo, alafu baada ya kusikiliza ukatoa maoni yako na wewe kuona ni kitu gani ambacho nadhani kwamba kikiendelea kufanywa na King Noel kitakuwa kiko bora zaidi na zaidi. Sasa hebu fanya usiondoke, alafu mimi nitakwambia ni kwa nini nimekuambia usiondoke. Hebu kisikilize hichi hapa, alafu kisha kisikiliza hichi hapa
udondoshe maoni yako hapo chini ya video hii hapo. Ukitoa maoni yako tutajua kitu gani ambacho umekiona. Kama King Noeli amezingua au nataka kuniambia kwamba aliyochora hii story kuweza kumpelekea King Noeli amezingua, angemwacha King Noeli aendelee kutengeneza historia zake mwenyewe, ili mwisho wa siku kama jinsi ambavyo mmeweza kuelewa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuweza kufikishiwa wewe, kwa sababu anasema kwamba ndondondo si chururu, unaona bwana. Kwa hiyo ndondondo si chururu inaonesha jinsi gani ambavyo ukakamavu zaidi unazidi kuonekana zaidi katika kila siku. Wasanii wanazidi kupokea maoni kutoka kwa mashabiki na wanayafanyia kazi. Hebu sikiliza kwanza hapa kidogo. Safari za maisha ya mwanadamu zimejawa na changamoto kila kukicha. Kila kukicha leo afadhali ya jana, lakini yote ya yote ni bora katika maisha upoteze vitu baadhi, lakini kamwe katika maisha usije ukapoteza tumaini lako. Tumaini lako likipotea katika maisha, vitu vingi hubadilika, mambo mengi hubadilika, na hata wale ambao walikuangalia kama jicho lako la kuume, na wao pia wakiondoka, utabaki katika maisha magumu sana. Kiukweli nilimpenda sana huyu na niliamini kwamba yeye ndiye kipenzi aliyekuja kwenye maisha yangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini safari ya maisha yangu imenifanya nione vitu vingi ambavyo nilivyovichagua kuwa sehemu ya maisha yangu vinabadilika na kuwa historia ambayo kamwe katika maisha sikuwaza kama itakuwa hivi. Rafiki wa karibu, ni nani aweze kuniangalia kama msaada wake wa pekee? Au ni nani anaweza akasimama nami wakati wote, hata ule wakati wa machozi, hata ule wakati wa kilio? Ni nani atakayekuja kuokoa kile ambacho watu wengine walikiacha kiteketee? Ni nani atakuja? Lakini katika siku moja, wakati nikiendelea kudhalilika, nikiendelea kuoga matusi, lawama kila uchao kuhusiana na madeni na mambo mengi ambayo yamekuja kunitokea katika safari ya maisha yangu, kuna mwanamke mmoja aliweza kushuhudia hiki. Mwanamke huyu aliyaona haya na yalimuingia ndani ya moyo wake. Mtima wake uliingiwa na kitu ambacho kama katika maisha yake sikujua ni kitu gani. Mwanamke huyu aliweza kushuka taratibu na kuweza kusogea pale nilipo. Hakika maisha ya mwanadamu ni safari ndefu kweli kweli. Natamani hii ibakie tu kuwa hadithi na historia, lakini huu ni ukweli. Alikuja kunikalimu kwa maji ambayo sikujua yalikuwa yameungwa na kitu gani. Labda sikujua ni kwa sababu ya njaa niliyokuwa nayo, sikujua. Lakini mwanamke huyu alionyesha kuwa ni wa kipekee zaidi. Alinitazama kwa jicho la huruma, alinihurumia Rabi. Nitamani kumfahamu kwa kina. Anatokea wapi? Anaishi wapi? Ni kitu gani ambacho amekiona kwenye maisha yangu? Hakika Mungu akiamua kukuonesha kitu, anakuonesha kwa wakati sahihi. Anasema, tangu zamani baba yangu alinilea hivyo. Baba yangu alihakikisha kila uchao nikiona watu, binadamu wengine wanapitia majanga na matatizo ambayo mimi ninaweza kuyatatua, basi hivyo ndivyo baba yangu alinilea na kuniambia niishi hivyo na wanadamu wenzangu, kwa sababu hakuna wa kunisaidia. Sijui ni nani atanisaidia katika safari ya maisha yangu. Mwanamke huyu aliweza kuonesha upekee wa ajabu. Alimchukua kijana kisha akamkumbatia kwa mahaba mazito. Penzi zito lilizaliwa huku mtesi wake akiwaangalia, akitazama mambo haya yanayoendelea. Hakuamini kweli kweli. Safari ya maisha ya mwanadamu imejawa na changamoto kila kukicha leo afadhali ya jana, lakini yote ya yote Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwema kila wakati. Hatimaye anaondoka mwanadada huyu akiwa ameacha tabasamu kwa tabasamu la kipekee. Anaondoka kijana huyu huku akimtazama mwenzake kwa jicho la upekee. Tangu zamani nilipokuwa mdogo, nilikuwa nikiwaona wakubwa zangu wakihangaika kuyatafuta maisha bora,
huku wengine wakiwa wamekata tamaa kabisa na utajiri, huku wakiamini kuwa money is a Freemason, kwani hawawezi kuwa maarufu wala hawawezi kuwa matajiri kiasi gani, hata kama wakiwa na elimu kiasi gani. Watu wao waliamini kuwa kama haujawa Freemason basi lazima utakufa ningali ukiwa masikini. Kijana huyu anasema, lakini mimi sikuyaelewa na kuyaamini maneno ambayo walikuwa wakiyazungumza, wakiongea watu. Hivyo niliamua kuwafuata ndugu zangu na wengineo, kuwaeleza yote niliyoyasikia kwenye jamii yangu. Bana, kama jinsi ambavyo umeona taizi ambalo limeanzishwa hapo, na nikwambia tu kwamba kijana huyu Noel anakuja na utofauti wa kipekee. Tamthilia hii inazidi kushika kasi zaidi, na hivi ndivyo anakuja kipekee zaidi. Na kama jinsi ambavyo umeweza kumsikia alivyozungumza, na script ambazo zimetengenezwa ni script ambazo zinakuwa zina ubora na upekee wa aina yake. Kwa hiyo kwa njia moja, kwa fursa moja, kwa namna moja ama nyingine, wewe unabidi ujiandae kuweza kuipokea tamthilia hii hapa tamu kabisa, ambapo muendelezo wake utakuwa ni bora zaidi. Kama jinsi ambavyo imeanza na Taizi Menti hapo, kwamba huyu mwanadada bado hujawahi kumuona kabisa katika tamthilia ya Choice, lakini pia hata unaye pia hujamuona kwenye tamthilia ya Choice. Huyu jamaa ambaye yuko hapo, akimwangalia Noel ni kama vile mtu fulani hivi ambaye amekwisha kudata na maisha imekwisha kumdatisha ile kinoma noma. Kwa hiyo hakuna jambo lingine ambalo wanaweza kulifikiria wala kulifanya kwa wakati huu hapa zaidi ya kuweza kufikiria na kuwaza vitu vya msingi zaidi, kuweza kuandaa tamthilia hii na kuifanya kuwa bora na ni ya kipekee zaidi. Kwa hiyo tusubirie vitu vizuri ambavyo vinaendelea kutengenezwa na kupikwa zaidi kupitia kampuni ya kijana huyu King Noel, ambaye anazidi kufanya vizuri zaidi katika industry hii hapa. Anazidi kufanya tamthilia mbalimbali kwa zinakuwa bora zaidi, unaona bwana. Kwa hiyo kikubwa zaidi, wewe endelea kukaa nasi ukipata taarifa mbalimbali, habari mbalimbali, taarifa zote muhimu sisi ambapo tunakwenda kuletea wewe, kukufikia wewe kokote kule ambako uliko. Kazi yako wewe tu ni kusubscribe channel hii hapa, alafu utaendelea kuwa unapata vitu vizuri zaidi. Lakini comment zako ni kitu cha msingi zaidi, ambapo ukitoa comment 2-3 itapendeza sana na itanoga sana, kwa sababu comment ni kitu ambacho kinakuwa kinasaidia sisi kuweza kuona ni kitu gani ambacho wewe unataka zaidi katika muendelezo wa vitu mbalimbali vyote ambavyo tunakwenda vipandisha katika channel yetu hii hapa. Unakuwa wa kwanza kuweza kupokea taarifa na vyote vizuri ambao vinavyohusiana na tamthilia, unaona bwana. Kwa hiyo ukiachilia mbali mapokezi makubwa ambayo ameyapata kijana huyu na kuweza kukubalika zaidi na watu wengi kuweza kumuelewa zaidi kijana huyu kuwa anaweza kuleta mapinduzi makubwa zaidi katika tasnia hii ya filamu nchini Tanzania. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vizuri tukitegemea kutoka kwake, atazidi kutuletea zaidi. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuweza tu kuhakikisha kila siku unaweza kufuatilia akaunti yake, na unaweza kufollow akaunti yake ya Instagram ambayo imeandikwa King Noel, lakini pia unaweza ukaenda kusubscribe channel yake hapo inaitwa King Noel uweze kupata vitu vingi. Lakini pia ukisubscribe channel hii hapo itapendeza zaidi, ili uendelee kuwa unapokea taarifa mbalimbali zinazohusiana na kazi mbalimbali. Usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine tena, bye bye.